uzi neza ko Yesu ankunda. Igikorwa bakoze inaomba kujitoa bisaba kwitanga pia na kutumia nguvu kandi no gukoresha kwa hiyo inkomezi. Mungu awabariki sana. Ivyo rero Imana ibahezagire Tunatoa cyane. shukrani za dhati kwa viongozi turatanze turavuze ngo urakoze ku burongozi ambao walipendelea tusimame hapa bo mbele zenu bashimye siku ko ya leo. duhagarara ngaha kuri uno munsi imbere zanyu. Tunamshukuru Mungu aliyeweka kibali turashima Imana yaduhaye iryo bakwe kuhakikisha ya kwamba nitakuwa hapa siku ya leo. aremeza yuko tegerezwa kuba hano kuri Kwa uno hiyo munsi. ninaamini ya kwamba nina kitu Kuri ivyo ndizera yuko hari ikintu ambacho Bwana amenipa kukuambia, ico Imana yamuhaye kugira ngo aduhe. na ukifungua moyo wako wewe wugurura umutima wawe, naamini Mungu atafanya jambo jipya ndizera ko Imana ikora ikintu gishasha katika maisha mu yako. buzima bwawe. Tunakwenda kuona neno linalosema ya kwamba Tugiye kuvugana ijambo rivuga ngo kukumbuka itakusaidia kuchukua hatua nzuri. ngo kwibuka bizogufasha gufata intumbero nziza. Haleluya. Amen. Hilo ndilo neno ambalo tunakwenda Iryo kuzungumza, niryo jambo tugiye kuvugana ambalo linapatikana katika kitabu cha kumbukumbu kitabu cha Kutoka. Dusoma mu gitabo cyo Kuvayo, Kitabu cha Kutoka ile sura yake ya pili. Kuvayo igice cya 2. Tunasoma mstari wa 24 na 25. Turasoma umurongo wa 24. Mama Promese kama yuko tayari anaweza kutusomea pale kwa lugha ya Kiswahili. Mama Promese nimba yiteguye adusomea. Kama hujapaona unaweza angalia hapa. Nimba utarahabona urashobora kwifashisha iwiwe. Sura ya pili mstari wa 24 na 25. Kuvayo igice cya 2 umurongo wa 24 n'umurongo wa 25. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akawaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Amena. Amen. Ni hili neno ambalo tunakwenda kuzungumza Iri niryo jambo tugiye kuvugana kwa siku ya leo kuri uno munsi katika kitabu hiki cha Kutoka. iri mu gitabo cyo Kuvayo. Naamini banaposema Kutoka kila mtu anasikia maana yake. Ndizera iyo bavuze Kuvayo umwe wese arumva isobanuro. Ni kitabu kinazungumza jinsi wana wa Israeli walivyotoka Misri. Ni gitabo kivuga ingene abana b'Israeli bavuye muri Egiputa. Ndio maana kimeitwa Kutoka. Niyo mpamvu bacise Kuvayo. Kikiwa kimeandikwa na Musa. Cyariko kirandikwa na Mose. Ambaye aliwaongoza wana wa Israeli. Mose yarongoye abana ba Israeli. Na katika tangu azaliwe kuva kivuka hadi alipoiaga dunia. Gushikaho yasezera inisi. Wataalamu wanasema alikuwa na kiasi ya miaka 20. Ngo yari umugenzi w'imyaka 20. Hiyo inamaanisha kwamba alikuwa ameona mengi ndani ya Mungu. Birasobanura yuko yabonye byinshi. Na alitembea pamoja na Mungu. Kandi yagendanye n'Imana. Alikuwa na kitu cha kuambia watu. Yari afise ikintu ashobora kubwira abantu. Kwa hiyo kitabu hiki kikaitwa Kutoka. Gitabo iki bacita Kuvayo. Wana wa Israeli wanatoka Misri. Abana ba Israeli bava muri Egiputa. Wanakwenda kwenye nchi ya ahadi. Bagiye mu gihugu cy'isezerano. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tayari tumesoma maneno haya mazuri. Twamaze gusoma no majambo. Panasema Mungu akasikia kuugua kwao. Aravuga ngo Imana yumva amaborogo yabo. Akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahimu. Yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu. Kilikuwa kipindi kizito kwa wana wa Israeli. Cyari gihe kigoye ku bana ba Israeli. Anapozungumza hii kuugua, ariko aravuga ngo amaborogo ni wakati ambapo kweli walikuwa wakiomba Mungu. Ni gihe bariko barasenga Imana. Wakiwa na machozi mengi. Bafise amarira menshi. Wakiona ya kwamba Mungu amewaacha. Biyumvira yuko Imana yabahevye. Wakajua ya kwamba Mungu amewatupilia. Bamenya yuko Imana yabataye. Katika mateso makubwa waliokuwa nayo. Muvyago bariko baracamo. Lakini Mungu hakuwa amewaacha. Ariko Imana ntiyari bwabarekure. Alikuwa na ngoja asikie kilio. Yaririndiriye yumva amaborogo. Ili aweze kushuka kuwasaidia. Kugira ngo ashobore kumanuka abafashe. Bwana atusaidie sana. Amen. Kuna wakati Mungu anaweza kufanya mambo. Hari igihe Imana ishobora gukora ibintu. Na usione kama Mungu amefanya. Kandi ntubone yuko Imana yakoze. Na kuna wakati Mungu anafanya mambo. Kandi hari igihe Imana ikora. Na unashuhudia kwamba Mungu amefanya. Kandi ugashinga
bihaye yuko Jina la wabonye. Bwana libarikiwe. Amen. Ndio maana akawaachilia Niyo kidogo mpamvu yabaretse gato wapite katika mateso, bace muri ayo na magorwa. baada ya kupita katika mateso Baje guca muri ivyo ili bibazo Mungu awasikilize. kugira ngo Imana ibumvirize. Ilikuwa wakati muhimu, Cari igihe ciza, wakati wa Mungu igihe ulikuwa c'Imana umefika wari kwa washitse kuwakomboa wo kubakorokora wana wa Israeli abana ba Israeli kutoka utumwani. kubakura mu buja. Haleluya. Amen. Kuna wakati wa Mungu. Hari igihe c'Imana. Ikiwa unaweza pitia shida, Niba ushobora guca mu alafu unaona bibazo Mungu amejikausha, ukabona Imana yanumye, wakati bado haujaenea, igihe nikiragera, usiende haraka, wewe nubitware usikate n'ingoma n'ingoma, tamaa. wewe ntucike intege. Jua ya kwamba kuna wakati Menya yuko hari igihe, ambao Mungu ameukusudia igihe Imana ndani yateguye ya mateso ulionayo. na mu bibazo uri Kuna kuracamo, wakati ambao Mungu hari igihe ameupangilia. Imana yateguye. Wakakaa, Abaricara wakawa na machozi marefu, baragira amarira menshi, wakaomba sana barasenga ili Mungu cyane aweze kugira ngo kuwasaidia. Imana ishobore kubafasha. Sababu iliyosababisha hayo Icyatumye ivyo byose ni mfalme ambaye ni umwami alitawala Misri wakati huo. yari karaganza ico gihugu ca Egiputa muri ico gihe. Huyo mfalme Uyo mwami alikuwa anafanya mambo yarakora ibintu bila kujali yaliyopita, atiyumviriye wala akahise bila kuangalia canke historia ataravye ya akahise mambo ambayo yaliyopita ivyahitiye aho hantu kabla ya wakati wake kuongoza. ataraja ku butegetsi. Hakuwa anajali kuangalia. Ntabwo yitwararika kuraba. Wakati mmoja mmoja, Umunsi umwe, wakati mmoja mmoja, igihe kimwe kimwe, lazima Mkristo ni akumbuke, byiza yuko umukristo yibuka, akumbuke ni wapi ametoka. yibuka aho yavuye, Tangu ulipookoka akuvukizwa. lazima ukumbuke Ni byiza kwibuka ni mara ngapi umekutana na Mungu, ni kangahe wahuye ni mara n'Imana, ngapi Mungu amekusaidia, ni kangahe Imana ni mara yagufashije, ngapi Mungu ameonekana kwako. ni kangahe Imana yiyeretse kuri wewe. Huyu mfalme hakukumbuka Uyu rero ntiyigeze wala yibuka, hakujali historia ya ntabwo zamani. yabyitwararitse. Ndiyo maana somo letu linasema ya Niyo kwamba mpamvu umutwe w'ijambo uvuga kukumbuka kwako ikwibuka kwawe kunaweza kukusaidia turashobora kugufasha ukachukua hatua nzuri. ugafata intumbero nziza cyangwa ugahitamo Huyu neza. mfalme hakuweza Uyu kukumbuka, mwami ntiyigeze yibuka, hakukumbuka mambo yaliyopita, ntiyigeze yibuka kahise, akachukua hatua mbaya. afata ingingo mbi. Bwana tusaidie. Amen. Akachukua hatua mbaya Afata ingingo kwa itabereye sababu hakupenda ukumbuka. kubera ntiyashimye kwibuka. Angelikuwa anakumbuka, Yaba yibuka hangeliweza kuwatesa yari Waisraeli, gushobora gufata abana maana b'Isirayeli kuna nabi, kitu amekifanya ndani ya ile kuko nchi. hari icyo Imana yari yakoze aho hantu, Kuna jambo walilolifanya hari igikorwa bakoze ili waweze kuwepo ndani ya hiyo nchi. kugira ngo babe muri icyo gihugu. Huyo mfalme hakuweza kukumbuka historia Uyo mwami nigeze wana yibuka wa kahise, Israeli kuwepo Misri. abana ba Isirayeli bari muri Ni Egiputa, wakati ambao Mungu alikuwa ameukusudia, n'igihe Imana yari yateguye, na akaonekana Yusufu katika Misri. kandi haboneka Yusufu muri Egiputa. Sitazungumza jinsi alivyofika, Asiza kuvuga ingene yashitse muri lakini Egiputa, nataka nikwambie ariko kwamba nagira ndakubwira alipofika ndani ya Misri umunsi yashika muri Egiputa, walitaka kuingia katika mateso makubwa, abari mu gihe bitoroshe walitaka kufa na njaa, bagira bapfe n'inzara, lakini akaonekana mkombozi, ariko haraboneka naye umukiza, ameitwa Yusufu, nawe yitwa Yosefu. mfalme wakati wake, mfalme wakati wake. Umwami wo mu gihe cya Yosefu Amepata ndoto, yewe yararose inzozi. naamini mmeshasoma historia hiyo. Ndizera yuko mumaze gusoma. Alipopata ndoto, amaze kuronga inzozi, wametafuta mtu wa kuzitafsiri. bararondeye umuntu ashobora kuzisobanura. Katika Misri nzima muri Egiputa hakuna aliyeonekana, nta n'umwe yigeze aboneka, lakini Yusufu ariko Yosefu aliyekuwa amemkaribia Mungu we yari yamaze kwegera Imana, akayajua yanayotaka kutokea. aramenya ibintu byose bigiye kuba. Mungu akamtumia Imana
aramukoresha. Amwambia nenda ukamtafsirie mfalme. Ati genda umusobanurire umwami. Kuna mambo mawili yanataka kutokea. Hari ibintu bibiri bigiye kuboneka. Watu wanaokutana na ndoto, iyo abantu bahuye n'inzozi, ni kuomba Mungu sana, gusenga Imana cyane, ili Roho Mtakatifu akusaidie. kugira ngo mpemu yera agufashe. Yawezekana leo unakutana na ndoto kila mara, urashobora kubuhura n'inzozi, na baadhi yazo hauweze kuzielewa. kandi muri zo ntushoboye kuzisobanura. Omba Roho Mtakatifu akusaidie, wewe senga Imana igufashe, ili uweze kujua kile Mungu anazungumza na kugira ngo wewe. umenye icyo Imana iri kiravugana nawe. Yusufu akasimama, Yosefu arahaguruka, akakwenda kwa mfalme, aragenda ku mwami katika Misri nzima. muri Egiputa Ndani ya cyose. wasomi wote waliosoma, abantu bize bose walishindwa kutafsiri ndoto, barananiwe gusobanura lakini inzozi. Yusufu alipofika Ariko pale, Yosefu amaze gushika aho, mfalme akamwambia, umwami aramubwira, ewe Yusufu, ewe Yosefu, nataka utafsiri hizi ndoto. shaka usobanurire izo Nilikuwa nzozi. katika ndoto, Nari mu nzozi, nikaziona ng'ombe 7 nabona inka 7 zenye kugonda sana, zivyibushe neza. na baada ya pale Hanyuma yaho nikaziona ng'ombe 7 nsubira mbona zenye izindi kunenepa nka sana, ariko zenye kunenepa sana. zivyibushe cyane, Tumeshindwa kupata tafsiri. ariko twabuze insobanuro yayo. Yusufu akapata kibali, Yosefu aragirira ibakwe, akamwambia mfalme, arabwira umwami, ng'ombe 7 zenye kunenepa, inka 7 zibibushe, hii miaka 7 ambayo tunaingia ni ndani, imyaka 7 tugiye ni kubamo, mwaka wa mavuno. ni mwaka wo kwimbura, Watu watalima, ni bazorima, watu watafanyikiwa, abantu bazororanirwa, watu watakuwa na kila kitu. abantu bazogira byose. Baadaye Ariko mu nyuma kaziona tena ng'ombe 7 zenye kugonda, ngo acabona inka itakuwa 7 miaka zonse, 7 yenye njaa. izoba ari imyaka 7 y'inzara. Mfalme akakaa. Mwami alicheka. Watu waliosoma katika Misri, Abantu bose bize muri Egiputa, hakuna mwenye anaweza kutafsiri. na numwe yashoboye gusobanura. Akamuuliza Yusufu, Aramubaza Yosefu, sasa inahitajika tufanye nini? aravuga none tubisabwa ko dukora Watu wa iki? Mungu tunaposimama vizuri, Abana b'Imana iyo duhagaze neza, acha watu wasaidiwe kupitia sisi. reka abantu bafashwe biciye muri Ndio twebwe. maana Mungu anaomba tusimame vizuri. Niyo mpamvu Imana isaba yuko duhagarara Wako watu neza. wenye shida, Abantu bari mu bibazo, wako watu wasiojua na kufanya. hari abantu babuze icyo bakora, Wanapokuona unatembea, hari abantu bariko wanahitaji msaada kwako. bakeneye ubufasha kuri Ndio maana wewe. tunapoambia watu, Niyo mpamvu tubwiye abantu, simama imara, hagarara ushikame, simama vizuri hagarara neza ndani ya wokovu. mugakiza. Ewe Yusufu, Yosefu, tufanyeje? none dukora iki? Tufanye nini? Dukora iki? Tufanye nini? Dukora iki? Yusufu akamwambia, Yosefu aramubwira, hakujiinua wala kujiweka juu, ntabwo yishize hejuru, lakini alimwambia mfalme, ariko yabwiye umwami, kama inawezekana, nimba bishoboka, chagua mtu, tora umuntu, chagua mtu tora umuntu atakayeweza kuyalinda mavuno, ashobora kuzigama ibintu bizoba, aweze kutengeneza gara kubwa, ashobore gutegura ikigega kinini, atengeneze gara kubwa akore ikigega kinini, ambapo kila aliyevuna alete paa, aho umuntu wese azokwimbura wote azozana, watakaovuna mavuno walete paa, ivyimburwa byose wote bizokwimburwa watakaovuna mavuno walete bize, paa. ivyimburwa byose bize. Hiyo miaka 7 Iyo yote myaka 7 yose tuziweke garani, tubike mu na bubiko, baada ya pale kandi nyuma yaho zitafanya kazi izoza gukora kwa miaka igikorwa 7 mu myaka ijayo. 7 igiye kuza. Mfalme akasikia Umwami arumva, hii hekima ni ya hali ya juu. arumva ubwo bwenge, ni ubwenge bwo hejuru. Katika Misri nzima hatuweze pata mtu aina Muri hii. Egiputa cyose ntitushobora kuronka umuntu nk'uyu. Ndipo akamwambia Yusufu, Acabwira Yosefu, hatuna mtu ati mwingine, nta muntu, hatuna mtu mwingine nta wundi muntu dufise anayeweza kuyafanya haya ashobora gukora ibyo bintu isipokuwa wewe. atari wewe. Bwana tusaidie sana. Amen. Unapokuwa fasi, Iyo uri ahantu ni Mungu amekuweka. Imana yagushize muri icyo kibanza, Unaposimama fasi, iyo uhagaze ahantu, jua ya kwamba Mungu amekuweka. menya yuko Imana ariyo Mwambie yagushizeho Mungu, ahantu. nifanye nini? Gira Imana, Mana nkora iki?
Mwambie Mungu, bwira Imana nifanye nini? moriki Mbona umeniweka hapa? none ko washize hano. Mungu hakufanya kwa kutokujua maana. Imana ndiye bikoze kutamenya canke kugiha. Hapana. Oya. Mungu amejua. Imana irazi. Ni kwa sababu gani? Impamvu nyabaki. Uko ndani ya kanisa hili. Imana irazi nino shengero. Mungu anajua. Imana irazi. Alichokuletea hapa. Impamvu yakuzanye hano. Mwambie Bwana, niko hapa. Nataka unitumie. Ndakeneye gukoreshwa nawe. Bwana tusaidie. Amen. Niko hapa. Ndi hano. Mahali ambapo Bwana amekuweka. Kuko ari Imana yagushize. Mwambie Bwana, nimefika. Nataka unitumie. Ndakeneye kunkoresha. Mungu ana mipango. Imana irafise imigambi. Na ana makusudi. Kandi arafise na atatenda kwa wakati. Kandi arakora ku mwanya. Wewe kaa ungoje. Wewe wakati utafika. Igihe nicagera. Watafanya. Imana izokora. Kila alichokuletea mahali hapa. Kile yatumye agushira hano. Jina la Bwana libarikiwe. Kaa kwa utulivu. Wewe teka. Ungoje Mungu. Urindire Imana. Yusufu kufika Misri. Yosefu gushika Misri. Alikaa na akatulia. Yaricara aratekereza. Akajifanya mtu wa chini. Yashira umuntu wo hasi. Siku iliyofika. Gushika umusi wagera. Mungu akazihirisha. Imana iragaragaza. Kilichosababisha Yusufu kuwa Misri. Icyatumye Yosefu aja muri Egiputa. Mfalme akamwambia. Imana iramubwira. Leta familia zako zote. Atizana umuryango wawe wose. Waweze kuishi hapa. Kugira bashobore kuba hano. Imyaka yote ya njaa. Imyaka yose y'inzara. Watakula na kusaza. Bazorya kandi bahage. Yako Yusufu. Kubera wewe Yosefu. Hallelujah. Amen. Wakati huu sasa igihe nyiki rero ambao tumemaliza kusoma, twahejeje gusoma, yule mfalme kwa kuchukua hatua, uyo mfalme ngufata ingingo, uyo mwami gufata ingingo, hayo yote ntiyashoboye kwibuka ivyo byose ambayo Waisraeli wamefanya, ivyo abana ba Israeli bakoze, hakuweza kukumbuka, nigeza vyibuka jinsi walivyoiokoa taifa, uko bashoboye kurokora ihanga, hakuweza kukumbuka, nigeza yibuka kwamba ni Mungu amewatia pa, yuko ari Imana yabashizaho hano. Akachukua hatua, arafata ingingo, akaita Wamisri wenzie, arahamagara abandi banyegiputa. Alipowaita akawaambia, arabahamagara babwira, hakika ivy'ukuri mimi naona hawa watu sio marafiki. Je, ndabona abantu atari abagenzi. Wanazaa kwa wingi, baravyara ku bwinshi, wanaongezeka kwa wingi, baragwirikana ku bwinshi, wanaendelea kuwa wengi, babandanya kuba benshi. Hakukumbuka walichokifanya kizuri. Nigeze yibuka ivyo bakoze. Sasa rero nataka dutumie akili. Shaka gukoresha ubwenge. Kuna akili zimoja watu wanatumia. Hari ubwenge abantu bakoresha. Wakisema ni akili wanazozifanya. Bakiyumvira ko ari ubwenge. Lakini wanaingia katika upumbavu mkubwa. Ariko bagasanga bariko barinjira mu bintu bitabereye. Akaambia tunataka tutumie hekima. Arabwira ati tugiye gukoresha ubwenge. Tuanze kuangamiza mmoja mmoja. Tangure kwica umwe. Wasiweze kuendelea kuzaa. Nibashobore kubandanya kuvyara. Ndipo akawaita watu. Acahamagara abantu. Akaanza kuambia. Atangura kubabwira. Mipango atakayoichukua. Imigambi ucanke ivyo yateguye. Na jinsi watakavyo wazuia kuzaa na kuendelea. Nkuko bashobora kuba buza kubyara no kubandanya. Na wana wa Israeli wakasikia hizo hatua zilizofanyika. Abana ba Israeli barumva ingingo zafashwe. Wakawachukua wazalishaji. Barafata abajya abantu bibarutsa. Bakawaambia mtakapomuona mtoto wa kiume Mwisraeli uweni. Barabwira ati mukabona umwana w'Umwisraeli. Mtakapoona mtoto wa kiume amezaliwa uweni. Mukabona abana ba Israeli bariko baravuka. Ili wasiendelee kuongezeka. Kugira ntibashishikare kugwiririkana. Hallelujah. Amen. Walivyoendelea kufanya mipango. Babandanje gukora iyo migambi yao. Na ndivyo Mungu alitumulisha kuwa upande wao. Niko Imana yashishikare gukora kuri bo. Ndio maana ninakwambia kwamba ikiwa umesimama vizuri, nimba uhagaze neza, mipango yote atakayoipanga juu yako, migambi yose bashobora gutegura kugawe, haitafaulu. Nishobora gukora, haitafaulu. Nishobora gushika. Watu wataweza kuchukia, abantu bashobora kukwanga, lakini watafikia kwenye lengo lao. Ariko ntibashobora gushika ku ntumbero yabo.
Ukiwa ndani ya Mungu, iyo uri mu Mana, ikiwa unatembea na Mungu, iyo bugendana n'Imana, Mungu atakuwa pamoja nao. Imana irebuye kumwe Na nawe, watu watashangaa. abantu bazotangara. Ule naye anaendelea kuishi. Uyo nawe abandanya kubaho. Ule naye anaendelea kupata kuishi duniani. Abandanya kubaho ku isi. Yani wamefanya mipango ya kila aina. Barakora uko bashoboye kose. Lakini wanaona wanaendelea. Ariko babona yuko bari bashikara kugwiririkana. Wakati moja nilikuwa nakaa hapa chini Kinama. Yaba mu Kinama. Kwenye kata hii ya Kitega. Muri Gitega. Jirani yangu alikuwa mchawi. Umubanyi wiwe yari umurozi. Alikuwa anafanya mambo yake usiku. Yakora ibintu vyiwe mwijoro. Na mimi nafanya mambo yangu. Na nawe akabandanya akora ibikorwa vyiwe. Ninapoamka asubuhi kwenda kazini. Avyutse mu gitondo agiye ku kazi. Na anasimama barabarani kuniangalia. Agahagarara mw'ibarabara kuraba. Anasimama barabarani kuniachungulia. Agahagarara mw'ibarabara anaona naendelea. Akabona ndiko ndabandanya. Anaona naendelea. Abona ndiko ndabandanya. Ndio maana ninakwambia. Ndio maana ndiko ndakubwira. Ukiwa pamoja na Mungu. Yuri kumwe n'Imana. Hakuna kitakachofaulu juu yako. Na kimwe gishoboye. Simama imara pamoja na Mungu. Wewe hagarara ushikamye. Utaona mkono wa Mungu. Urabona ikiganza c'Imana. Hao wazalishaji abantu bariko barabyaza abo bagore walipokuwa wakizalisha, iyo bariko barababyaza hawakuzikubali shauri za wanadamu, ntibigeze bemera ingingo zafashwe, hawakukubali sheria za wanadamu, ntibigeze bemera ingingo za wanadamu cyangwa ivyo bateguye gukora. Biblia inasema ya kwamba Biblia iravuga yuko baadhi yao walikuwa wanamheshimu Mungu, muri bo hari abantu bubaha Imana, na wakasimama sehemu moja kandi bahagarara mu ruhande rumwe. Je, tumtii mwanadamu bavuga twumvira umwana w'umuntu kuliko Mungu? Gusumba Imana. Hawakuweza kufanya mapenzi ya wanadamu, gukora ivyo babategetse gukora, lakini walifanya mapenzi ya Mungu. Ariko bakoze ubugombe, wakaacha watoto wakaendelea kuishi, barareka baragwirirana. Biblia yangu inaniambia kwamba walipoamua kufanya hivyo, igihe bafata ingingo gukora, Mungu akazidi kuwabariki. Imana ishishikara kubahezagira, baraka za kuonekana kwa macho, imigisha igaragara mu maso, baraka za kuonekana kwa macho, imigisha ishobora kugaragara. Wakajenga manyumba, barubaka amazu, wakafanyikiwa kimwili, bararoranirwa kwa sababu moja, impamvu ni imwe, mtii Mungu, barumviye Imana. Jina la Bwana libarikiwe. Utakapo mtii Mungu, igihe cyose uzokumvira Imana utabadilika, ni ngombwa uhinduke. Utakapo mtii Mungu, igihe cyose uzokumvira Imana, maisha yako yatabadilika, ubuzima bwawe buzohinduka. Utakapoamua kutembea pamoja na Mungu, igihe cyose uzohitamo maisha yako yatabadilika, ubuzima bwawe buzohinduka. Mungu akasikia kilio chao. Imana irumva amaborogo yao. Siku ya leo hii umusi, nataka Mungu asikie kilio chao. Nakeneye ko Imana yumva amarira yao. Siku ya leo hii uno musi, nataka Mungu asikie maombi ya kuugua. Nakeneye ko Imana yumva amasengesho. Maombi yako ya kuugua. Amasengesho yawe maombi yanayotoka rohoni. Amasengesho ariko arava mu mutima. Maombi ambayo yanatoka rohoni. Amasengesho ariko arava mu mutima. Mungu akakumbuka. Imana iribuka. Mungu alipowasikia. Imana yayumvise. Aliposikia kilio chao, yumva amaborogo yao. Anasema ya kwamba akakumbuka. Aribuka. Mungu akakumbuka. Imana iribuka. Mungu akakumbuka. Imana iribuka. Ahadi aliyoifanya isezerano pamoja na Ibrahimu na Abrahamu. Ilikuwa imepita miaka mingi. Hari haciye imyaka myinshi. Mungu akakumbuka. Imana iribuka. Ndio maana katika ukumbuka, ndio maana katika ukumbuka, mu kwibuka, nilisema ya kwamba itakusaidia kuchukua hatua nzuri. Irashobora kugufasha Mungu akakumbuka. Imana iribuka. Akakusudia aribuka mipango mipya, imigabo juu ya wana wa Israeli. Kubana wa Israeli alipokumbuka, akajua ya kwamba wakati umenea kuwatoa kubakura mu gihugu cha Egiputa, kubakura muri Egiputa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ukikumbuka, iyo wibutse, utachukua hatua nzuri urafata ingingo ambazo zitakusaidia katika maisha yako kuweza kusimama vizuri, ushobore guhagarara neza. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ukiangalia kitabu cha Esther, uravye igitabo cha Esther, ile sura yake ya 6, igice cha 6, wakati mgumu pia kwa wana wa Israeli. Wakati mgumu kwa wana wa Israeli. Cyarigiye kigoye ku bana wa Israeli. Walipokaribia kuuawa. Bari hafi kwicwa. Ilikuwa inasalia saini moja tu. Hari hasigaye igikumu kimwe gusa. Mfalme aweze kusaini. Umwami ashobore gushika. Wana wa Israeli waweze kuuawa. Wana wa Israeli bashobore kwicwa. Saini moja tu ilikuwa imebakia. Igikumu kimwe gusa nico cyari gisigaye. Usiku huo
ijoro. Biblia inasema ya kwamba Biblia irambwira mfalme umwami akakosa usingizi. arabura itiro. Mungu ana njia mbalimbali za Imana kufanya. irafise inzira zitandukanye. Mungu ana njia maelfu Imana ifise inzira za zirenga kuweza igihumbi kukusaidia wewe. zoshobora kugufasha wewe. Akakosa usingizi. Arabura itiro. Alipokosa usingizi, abuze itiro, alikaa sehemu moja. yaricaye ruhande. Mbona hii sio zoezi langu? Aravuga ati none biko Hii sio zoezi langu ya kukosa usingizi. Ibintu sinabimenyereje kunakosekana kitu gani? None habuze iki? Ni kitu gani kinahitajika? Ni iki gikenewe? Akakosa usingizi. Arabura itiro. Ndio maana inatupasha kuomba. Niyo mpamvu bidusaba gusenga. Ndio maana inatuomba kukesha. Dusaba kwinginga canke kuba maso. Ili Mungu aweze kufanya kitu. Kugira ngo Imana ishobore gukora ikintu. Mungu alikusudia kujibu maombi ya wana wa Israeli. Imana yiteguye kwishura amasengesho y'abana wa Israeli. Wamefanya mafungo. Barisonzesha. Walikuwa wamefanya mafungo. Bari bisonzesheje. Wakiomba Mungu. Basenga Imana. Ili Mungu aweze kuonekana. Kugira ngo Imana ishobore kwiyerekana. Mungu akakusudia kuwajibu. Imana iritegura kubishura. Mfalme akakosa usingizi. Mwami arabura itiro. Akaita watu wake. Arahamagara abantu biwe. Nataka muangalie kwenye historia. Arabwira ati ndashaka murabe muri kahise. Wakapepua vitabu. Barazana ibitabo, bararaba ibitabo. Tuna vitabu rohoni mwetu. Turafise ibitabo mu mitima yacu. Bavyo vinajaa historia zetu. Byuzuye kahise kacu. Tangu ulipookoka. Kuvaho wakizwa. Hadi leo. Gushika uno munsi. Yako kwenye historia. Biri muri kahise. Na ninaamini bado hujasahau. Kandi nturavyibagira. Sababu na mimi. Kubera iki? Ukiniuliza wakati nilipokea Roho Mtakatifu. Umbajije igihe nakira mpwemu yera. Ningali ninakumbuka. Cyavyibuka. Ukinikumbusha jinsi Mungu alivyonisaidia. Unyibukije ingene Imana yanjye. Tangu nilipookoka. Nimeona mengi. Nabonye byinshi. Mungu ameyafanya. Ibyo Imana yakoze. Nikiweza kuyakumbuka haya. Iyo shoboye kwibuka. Siweze kuamua hovyo hovyo. Sishobora guhitamwo uko nyene. Siwezi kufanya haraka haraka. Sishobora gukora ibintu nihuse. Mungu amekusaidia katika ujana wako. Imana yaragufashije mu busore bwawe. Leo nakwenda chukua hatua ya kulendera. Ugafata ingingo yo kuja au nachukua hatua ya kulendeza. Unasahau historia ambayo Mungu amekusaidia. Ukibagira ivyo Imana yagukoreye. Unasahau jinsi Mungu alivyotembea na wewe. Ukibagira ingene Imana yagenda nawe. Unasahau jinsi ulivyomtumikia. Ukibagira ingene wamukoreye. Unachukua hatua hovyo hovyo. Ugafata ingingo itabereye. Naomba Mungu akusaidie. Ndasaba Imana igufashe. Ili ukumbuke yale yote Mungu aliyofanya. Kugira ngo wibuke biga vyose Imana yagukoreye. Ili uweze kuchukua hatua nzuri. Kugira ngo ufate ingingo nziza. Mungu amekuwa pamoja nao. Imani kumwe nawe. Amekupigania vya kutosha. Ashaka kukugwanirira. Ulikuwa mgonjwa akakuponya. Kandi ashaka kugukiza. Ulikuwa mgonjwa akakuponya. Wari ugwaye aragukiza. Ulikuwa na njaa akakupa chakula. Wari ushonje akakugaburira. Ulikuwa katika mateso mbalimbali akakuokoa. Wari mu bibazo bitandukanye aragukurayo. Uno munsi umeyasahau yote. Wavyibagiye vyose. Unaamua unavyotaka. Urahitamo kugomba. Huyu mfalme umwami kaambia chunguzeni vizuri. Arabwira ati nimurabe neza. Wakamuona Muisraeli. Barabona umwana wa Israeli kwenye matendo aliyoyatenda. Kuvyiza cha kubikorwa vyiza yakoze. Bwana tusaidie. Amen. Wakayaona matendo aliyoyatenda. Barabona ibikorwa vyiza yakoze. Mfalme akafikiria. Umwami ariyumvira. Alipofanya haya. None igihe yakora ibi. Wamemfanyia kitu gani? Namukoreye iki? Wakati wa Mungu. Igihe c'Imana. Wakati wa Mungu. Igihe c'Imana. Wakati wa Mungu. Igihe c'Imana. Ana njia maelfu na maelfu. Afise inzira zirenga igihumbi. Kuweza kukusaidia. Shobora kugufasha. Bora ukumbuke. Wewe ni vyiza kwibuka. Mahali gani ulipokuwa? Ni ahantu waruri. Mahali gani ulipokuwa? Ikibanza warimo. Mahali gani ambapo Mungu alikutoa? Ikibanza Imana yagukuye. Katika zile shida. Muri vya bibazo. Katika yale matatizo. Muri vya bibazo. Katika ile kifo amekuokoa. Gwa rupfu yaragukijije. Leo nachukua hatua unavyotaka. Uno musi urahitamo kugomba. Nachukua
hatua za kumwacha Mungu. Urafata ingingo zo kureka Imana. Unachukua hatua za kumfezesha Mungu. Urafata ingingo zo kumara. Unachukua hatua za kumtusi Mungu. Ugafata ingingo zo watu wanapokuangalia, abantu bakuravye, wanaanza kumtukana Mungu kwa ajili batangura gutuka Imana kubgawe. Umesahau yote aliyoyafanya. Yaribagiye byose yakutakia siku ya leo. Ariko no munsi, kumbuka matendo ya Mungu. Ibuka ibikorwa Mungu ameyafanya kwako. Ivyo Imana yakoze kuri wewe. Kumbuka matendo ya Mungu. Ibuka ibikorwa aliyoyafanya kwako. Yakoze kuri wewe. Uweze kuchukua hatua nzuri. Ufate ingingo nziza. Mimi namaliza. Maisha yako unayajua. Ubuzima bwawe urabuzi. Mungu alivyotembea pamoja na wewe. Imana yagendanye nawe. Mungu alivyosimama pamoja na wewe. Imana yahagarara nawe. Umejua. Wewe urabizi. Wakati tulio nao ni wakati wa kukumbuka. Ni igihe cyo kwibuka. Ni wakati wa kukumbuka. Ni igihe cyo kwibuka. Ni wakati wa kukumbuka. Ni igihe cyo kwibuka. Maana ni wakati wa kuweza kutembea tena na Mungu. Ni wakati wa kuweza kusaidiwa na Mungu. Gufashwa n'Imana. Jana nimesikia taarifa Ufaransa. Ejo narumvise amakuru mu Bufaransa. Watu wanajama hospitalini. Abantu bari mu bitaro. Kwa sababu moja. Impamvu ni wamesema joto limeongezeka. Bavuga yuko ubushuhe bwabaye bwinshi. Joto limeongezeka. Ubushuhe watu wanajaa hospitali. Abantu baruzuye mu bitaro. Joto limeongezeka. Ubushuhe bwabaye bwinshi. Gari za kubeba mahututi hazipatikani tena. Ambulance ntari karaboneka. Kila mtu anapiga simu. Umuntu wese ariko araterefona. Aende amsaidie ufike hospitali. Kugira ngo baze bamufashe bamushike ku bitaro. Ndio maana wakati tulio nao. Ni wakati tulio nao. Ni wakati wa kukumbuka. Jinsi ulivyotembea na Mungu. Ili uweze kuchukua hatua nzuri. Ya kuweza kusimama. Ya kuweza kuendelea. Wakati tulio nao. Ni wakati wa kutembea na Mungu. Ni wakati wa kusimama pamoja na Mungu. Ndio maana mstari waambia. Mutakapofika huko mukumbuke matendo ya Mungu. Ibikorwa vy'Imana. Mungu atusaidie. Mungu asaidie maisha yako. Uweze kuchukua hatua nzuri. Hatua za kuendelea. Hatua za kusimama. Hatua za kumuita Mungu. Hatua za kumkaribisha Mungu. Aweze kuwa pamoja na wewe. Aweze kuwa upande wako. Sio wakati wa kumfezesha. Sio wakati wa kufanya matendo mabaya. Lakini ni wakati wa kusimama pamoja na Mungu. Ili afanye kitu alichokuletea ndani ya kanisa. Ili afanye kitu kilichosababisha upokee wokovu. Mungu anakuhitaji leo. Uweze kusimama. Sio wakati wa kulala. Lakini wakati wa kusimama. Taarifa ingine niliyoisikia hii ni katika nchi ya Venezuela. Mu gihugu cha Venezuela. Siku zilizopita imisi ya hera tumesikia Marekani amekuja akachukua rais akapeleka gerezani. Twumvise yuko muri Amerika baje batora umukuru w'igihugu bamutwara. Na taarifa niliyoisikia jana. Makuru numvise ejo. Wanasema kumetokea tetemeko la ardhi. Baravuga yuko habaye guti. Watu wameangamia kwa wingi maelfu. Abantu bapfuye ni benshi. Na ilikuwa kwa sababu gani? Kandi mambo ni. Nimesikia mtu mmoja alikuwa anaongea. Numvise umuntu bari karavuga. Watu wamezidi kumwabudu ibilisi. Watu wamezidisha kumwabudu ibilisi. Abantu benshi bariko basenga ibigirwamana. Katika ile nchi. Muri ico gihugu. Watu wamezidisha kumwabudu shetani hadharani. Basenga satani ku mugaragaro. Watu wameangamia. Abantu bariko barapfa. Watu wamekufa. Abantu bariko barapfa. Tetemeko la ardhi limewaangamiza. Gutikira kw'isi kwara Mungu hawezi kuvumilia. Mana nishobora kuvyihanganira. Nyakati tulizo nazo. Matendo yetu hawezi kuyavumilia. Ibikorwa byacu nishobora kuvyihanganira. Matendo yetu yamefika sehemu. Ibikorwa byacu birageza hapo. Baba Mungu amesimama. Imana yahagurutse. Ndio maana na sisi. Niyo mpamvu natwe. Lazima tumutafute Mungu. Ni vyiza turondera Imana. Ni wakati wa kumtafuta Mungu. Igihe cyo kurondera na kuyakumbuka matendo yote. No kwibuka ibikorwa. Inawezekana leo una njaa. Birashoboka uno musi urashonje. Lakini juzi amekupa chakula. Ariko hirya yejo yaraguhaye. Nataka ukumbuke hilo.
Nataka ukumbuke hilo. Shaka wibukizo. Hata ndani ya njaa ya leo. No munza. Mungu anaweza kukusaidia. Imana irashoboye kugufasha. Alikusaidia kwa shida zilizopita. Yarakufashije mu bibazo bitandukanye. Anaweza kukusaidia. None munsi arashoboye kugufasha. Simama imara. Ahagarara uweze kuvumilia na kumtafuta Mungu. No kurondera Imana. Aweze kuwa pamoja nawe. Kugira ngo ashikare kuwa uweze kuomba Mungu. Kama wana wa Israeli. Walipoomba Mungu. Akasikia kilio chao. Imana irumva gusenga kwao. Akashuka kuwasaidia. Akakumbuka. Kasema nimekuja. Nimekuja kuwachukua na kuwapeleka katika nchi mu gihugu niliyomwahidi Abraham. Nasezerani ya Abraham. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ninaamini nyakati tulizo nazo. Ndizera mu gihe turimo. Hakuna chepesi kitakachokuwa. Nta kintu coroshe kizohaba. Isipokuwa kumtafuta Mungu. Yatari kurondera Imana. Watu wataendelea kulia. Abantu bazobandanya kurira. Watu wataendelea kuwa na machozi. Abantu bazobandanya kugira marira. Kupigwa na shida mbalimbali. Ibibazo bitandukanye. Lakini waliomwamini Mungu. Ariko abize Imana. Watakapozungumza naye. Igihe bazovugana nawe. Wakati umefika. Igihe nataka kuwaokoa. Wakati umefika. Nataka kukusaidia. Wakati umefika. Nimekuja. Nimesikia kilio chao. Nimekumbuka. Nibutse. Anakuja kukusaidia. Shida ulizo nazo. Shida ulizo nazo. Ibibazo ufise. Zisifanye kumwacha Mungu. Nibigatume wewe ureka Imana. Mambo unayoyapitia leo. Ibyo uri kuraca muri Mose. Yasikufanye kumwacha Mungu. Nibigatume ureka Imana. Hapana. Oyaye. Simama imara. Hagarara ushika. Akusaidie. Mungu akusaidie. Ni nyakati za kusaidiwa. Ni nyakati za kukumbuka. Ni nyakati za kukumbuka. Mimi siwezi kusahau. Siwezi kusahau mahali Mungu aliponitoa. Imana yanguye. Siwezi kusahau. Sishobora kwibagira. Jinsi Mungu alivyonisaidia. Ingeni Imana agira mfasha. Katika safari yangu ya wokovu. Urugendo rwanje rwose rw'agakiza. Matendo ambayo Mungu amenitendea. Ibyo Imana yankoreye. Siwezi kuyasahau. Sishobora kuvyibagira. Wakati moja Musumi tulikuwa tunatokea ukimbizini. Bari bavuye mu hapo Kongo. Bari bavuye muri Kongo. Tukafika Katumba. Bashitse mu Gatumba. Nilikuwa na hela kiasi cha $10. Yarafise $10. Najua Kongo alikuwa anaweka ni madara. Hari yababika madolari. Na hizo $10 nilikuwa niliziweka. $10, hizo $10 yari yazibitse. Sababu mke wangu alikuwa mjamzito. Kuko umugore we yari yibungenze. Nikasema atakapokwenda kujifungua. Ndavuga ati niyagenda kwibaruka. Nitatumia hizi hela. Nzokoresha ya mahera. Nilipofika Katumba. Ashitse mu Gatumba. Ahadi ikatimia. Isezerano rirashika. Akakwenda kuzaa. Agenda kwibaruka. Nilikuwa na zile $10 zilikuwa zinavunjwa franga 4,000. Yavunjwa ibihumbi 200. 4,000. Ibihumbi 4. Nilipofika pale sina mbele sina nyuma. Ashitse aho ntiyabona imbere canke nyuma. Mama mmoja aliyenisaidia wa Kiislamu. Mama umwe wa Muislamu aramufasha. Alikuwa mama wa Kiislamu. Yari mama wa Muislamu. Ndiye alimubeba hospitali. Niwe yamutwaye ku bitaro. Alipofika hospitali. Ashitse ku bitaro. Alikuwa mwenyeji wa pale. We yarasanzwe abaho. Akasema amemkutana mama mmoja kizalisha watu. Aravuga ati nasana huye n'umumama umwe ariko arafasha abantu. Huwa watoto wanakufa. Abana bagaca bapfa. Kwa hiyo akamchukua. Aramutora. Akamweka hapa Prince Regent. Amutwara kuri Prince Regent. Ikafikia wakati wa kulipa, yeye alijihusisha. Harageraho kuriha facture. Nikatoa zile franga zangu 4,000. Asohora ya mahera y'ibihumbi 4. Amahera ntiyakwiye. Ujya mama alipongezea akatoka hospitali. Alipotoka hospitali hakuwa na kitu cha kula hata kimoja. Zaidi ya hizo pesa sikuwa nazo. Na huyo Muislamu ndiye alitupatia aituhifadhi fasi ya kulala. Alikuwa ametupatia kashamleti pa. Siku moja nikakwenda kutembea. Juu wanaume hatuwezi kubaki nyumbani. Wanaume hatuwezi kubaki nyumbani.
Wanaume hatuwezi kubaki nyumbani. Abagabo ntibashobora kuguma muhira. Hata hali iweje. Naho ibihe vyoba bitameze neza. Tunatimiza ile hadithi wanasema bahati ya mbwa ni kumiguu. Bashikana kijya cyageze kivuga ngo umugisha w'imbwa nguri ku maguru yayo. Tunajaribu kukimbia huko na huko. Baragerageza kwiruka hirya no hino. Biko wakati nilikuwa narudia na kutana tangu asubuhi hajala. Uyo munsi nariko ndagaruka. Na ni mtu amezaa. Kandi ari umugore yibu. Kama mtu anipatia kahera kidogo naenda nauza tumarage kule. Iyo umuntu amaye dufaranga duke nkaja kugura ibiharage. Namletea nakula. Nkamuzanira agafungura. Nikakaa nikaomba Mungu. Ndicara hano hamwe ndasenga. Nikasema Mungu inakwenda kuaje sasa? Ndambwira Imana none bigiye kugenda gute? Nikakaa nikakata tamaa kabisa. Jewe ndacika intege. Sioni mbele, sione nyuma. Sinabona imbere, sinabona inyuma. Ilipofika usiku nalala. Ahageze mwijoro. Ilipofika usiku nimelala. Nikiwa usingizini. Nikiwa ni katika usingizi nimelala. Ari mwitiro asinziriye. Nikakutana na ndoto moja. Arahura n'inzozi imwe. Ndoto iliyonifariji. Inzozi yatumye arema. Nikaona ninaenda kuingia ndani ya maji mengi sana. Abona agiye kwinjira mu mazi menshi. Niko nashuka ndani ya maji. Arikamanuka mu mazi. Na sina mtu wa kunisaidia. Kandi nta muntu wo kumufasha arafise. Nikaona mtu mwingine anatokea kule. Arabona undi muntu anakuja akaja akanishika mkono. Araza aramufata ukuboko. Akanichukua akanitoa ndani ya maji. Aramufata ukuboko aramukura muri ayo mazi. Ndio maana nasema niyo mpamvu mvuze siwezi kusahau sishobora kwibaza mahali ambapo Mungu amenitoa. Hata nikiwemo ndani ya shida, hata nikiwemo ndani ya tatizo, lazima nimkumbuke Mungu. Nibuke Imana. Ilipofika asubuhi, hageze mu gitondo, nikaona mtu mmoja anakuja. Ndabona umuntu umwe araje. Anaambia ndugu. Arambwira nshuti. Naye pia alikuwa mkimbizi Kongo tulikuwa naye. Nawe yari yahungiye muri Kongo. Lakini yalifanyikiwa kufikia Kinama, sawa alikuwa anajulikana. Ariko we yari amaze kuzashikira mu Kinama kuko bari bamuzi. Akanikutana pale Gatumba. Amusanga mu Gatumba. Kanambia ndugu. Arambwira nshuti. Simama twende. Haguruka tugende. Twende wapi? Tuje hehe? Twende Kinama. Tugende mu Kinama. Tutaishije Kinama? Tuzobaho gute mu Kinama? Mungu anajua. Aravuga ati Imana yonyene nibizi. Kule Kinama. Ha mu Kinama. Unaweza omba mtu renga. Unashobora gusaba umuntu renga. Atakupatia renga. Ashaka kuguha renga. Lakini hapa Gatumba. Ariko ngamu Gatumba. Haiwezekani. Nikikunda. Nitaishije kule? Zobaho gute? Nitapata nafasi ya kulala? Zoronka ahantu ho kuryama. Akanambia mimi nimepata nyumba. Arambia ati je naronse inzu. Chumba kimoja na baraza. Ichumba kimwe na salo. Wewe utaishi kwenye baraza. Wewe uzoba muri salo. Mimi na watoto 5 na mke wangu tutaikaa chumbani. Tuzoba mu chumba. Kasema itawezekana hayo? Aravuga ati ibyo bizokunda? Sema itawezekana. Aravuga ati bizokunda. Tutakuraje sasa? None tuzorya gute? Chochote tutakachokipata. Aravuga ati chochote tuzogisangira. Ndipo nikasimama. Aho rero ndahaguruka. Kamwambia mke wangu twende sasa. Ndabwira umufasha wanje tugende. Tukaja Kinama. Turaza mu Kinama. Nilipokuwa Kongo. Ari muri Kongo. Niliwahi kuchuza viatu. Yarigeze kudandaza ibirato. Alikuwa na viatu vingi sana. Yarafise ibirato byinshi cyane. Wanga alikuwa na viatu vingi sana. Mfasha wiwe yarafise ibirato byinshi. Lakini wakati tulikimbia Kongo. Ariko igihe abiruka bava muri Kongo. Yeye alikuwa mjamzito hangeliwe kitu. We nta yararemerewe ntari gutora ikintu. Mtu nikamwambia nisaidie. Ndabwira umuntu ati mfasha. Unisaidie kubeba. Mfasha umfashe kwa fujo ya watu wengi. Kuko hari induru y'abantu benshi. Sikujua jinsi alivyokwenda. Sinamenye n'ingene yagiye. Yani tulipokuja hapa Burundi. Tumaze gushika mu Burundi. Hata kiatu sikuwa nacho. Nikirato ntacho nari mfise. Nilipofika Kinama. Shitse mu Kinama. Mchungaji mmoja wa hapa Kinama. Umungeri umonga mu Kinama. Alikuwa ananijua. Yaramuzi. Akaja nyumbani akanambia. Araza muhira arambwira. Njoo twende kanisani. Arambwira ati ngo tugende kwishengero. Kanisani itakuwaje mchungaji? Arambwira ati no kwishengero bizogenda gute? Hata kiatu sina. Nikirato ntacho mfise. Wewe njoo. Arambwira ati wewe ingo. Mengine Mungu atajua. Ibindi Imana izo. Nilipofika pale kanisani. Ashitaho mu ishengero. Tukaomba, tukamaliza, tukaondoka. Barataha. Tulipoondoka akanambia kesho uje kwangu. Arambwira ati ejo uzoze muhira. Nikaenda kwa mchungaji. Ndagenda kumwongera. Na huyo mwenye alikupokea naye mkuje naye. Nuwo nyene yanyakiriye twaraja. Tukaenda naye. Turajana. Tulipofika. Dushitse. Akanikaribisha. Aramakaze. Kalambia mchungaji. Arambwira mungere. Kuna viatu vitatu kule chumbani. Ngo hari birato bitatu hari. Wendo kapime kitakachokuenea. Genda upime kitaza kugukwira. Nilipofika ndani ya chumba. Nashitse mu chumba.
Nikasikia akili na nijia. Chanumva ubwenge umenga buragarutse. Hivi viatu vyote Ndavuga ati ibirato vyose utakachokichagua icuza guhitamo usifikirie kukivaa. niwiyumvire kucambara. Fikiria kukiuzisha. Genda ukigurishe. Utauzishwa hela ngapi? Uza kukigurisha amahera ngana gute? Nikachagua. Ndatora. Nikachagua Supress. Atora Supress. Nilipoiweka pale amaze kuyitora nikamwambia nimechagua hii. Nambia ati je natoye ibi. Sema asante. Aravuga ati ndavuga urakoze. Ile kiatu ambayo nimechukua kiga kirato je natoye ndicho kilikuwa chanzo cha maisha yangu. Ndicho cyabaye imbarutso y'ubuzima bwiwe. Kile kiatu nimechukua kiga kirato yatoye nikiuzisha franga 6,000 yakidandaje amaribu pamoja na Mungu hamwe n'Imana ikawa ndiyo mtaji. Akaba yaciye aronga umutaji. Baada ya mwezi moja nikamwambia ile ndugu, mu kwezi kumwe ndambwira chuti nakwenda kupanga nyumba. Ngiye gupanga inzu. Nakwenda kupanga nyumba yangu. Ngiye gupanga inzu yangu. Mimi nimeshukuru jewe ndashimye jinsi mlivyotupokea. ngene mwatwakiriye tukaishi pamoja kwa kama ndugu. Ilikuwa upango wa Waislamu. Gwari urugo rw'Abayisilamu. Na tuliishi na Waislamu pale. Babanye n'Abayisilamu. Wametushangaa juu ya kitu kimoja. Wametuambia. Baratanga kintu kimwe barababwira. Hatujaona nyumba. Turigera tubona. Inakaa ndani wa mama wawili. Ibamo abagore babiri. Hatujasikia fujo hata siku moja. Kandi tutarigera twumva induru n'umusi. Na mimi nilikuwa nimemwambia mke wangu. Ariko naye nabwiye umugore wangu. Hata wakuume likucha. Naho bo kugikinuma. Wewe tekereza. Ujue ya kwamba iko siku tutatoka hapa. Ari umunsi tuzova hano. Kimya. Tekereza. Itakuwa usumbufu. Naho azoba ibibazo. Wewe nawe ibibazo. Wewe tekereza. Turindira Imana. Sio kwamba mambo yote yalikuwa mazuri. Kuko ibintu byose byari bimeze neza. Lakini tulikuwa kimya. Ariko sikuvuga ko ibintu byose byari bimeze neza. Ariko bari batekereje barindira Imana. Baada ya miezi kidogo tukaenda kupanga. Amezi make tuca tugenda gupanga. Maisha yetu kaanza. Kandi n'ubuzima bwacu buratanga. Tukauza rupangu. Baragura tukauza upango. Bagura parcela yabo. Tukajenga nyumba. Barubaka. Na kila kitu ndani ya zile ikintu cyose byiza. Kwa hiyo Mungu hawezi kutuacha. Imana nishobora kutureka. Na tuweze chukua hatua hovyo. Kandi ndishobora gufata ingingo uko sababu tumemwona Mungu. Kuko twarabonye Imana. Naona saa zimekwenda. Mbona umwanya waheze. Tumefika kufanya kazi hapa kanisani. Twaje ngaha gukora igikorwa mishengero. Katika mazingira moja magumu. Twaje gukora ngaha mishengero. Tulipokuwa hapa tulikuwa kwenye mazingira magumu. Igihe twari hano twari mu bihe bitoroshe. Nataka nikwambie siri ambayo nilikuwa sijasema. Ariko nagira ndakubwira ibanga ntarigera mvuga. Siku moja mchungaji Morisi ameniita. Umunsi umwe umwungere Morisi alipoangalia maisha yangu. Aravye ubuzima bwanje. Akaniambia. Arambwira. Mchungaji tufanye nini? Mungere dukora iki? Mke wako anaweza chuuza. Nabwo umugore wanje arashobora kudandaza. Nafikiri anaweza kujaribu. Arashobora kugerageza. Akanipatia 200,000. Yampaye 200,000. Mpatia aenda jaribu. Arambwira ati muhe agenda agerageza. Baada ya mwezi mmoja. Ukwezi kumwe. Nilijutia. Narichuje. Nikasema hizi 200,000. Ndavuga ati aya mahera zingeliweza kuleta maji ya Regideso tunatia nyumbani. Twari kuzana mazi ya Regideso tugashira mu hira. Zimeisha. Ariko amahera pasipo msaada wote. Atabufasha na bumwe. Mchungaji alikuwa amejitoa kweli. Mungere yari yayitanze. Kanini wakati wa Mungu ulikuwa hujatimia. Ariko igihe c'Imana ntiryari bwagere. Nakumbuka siku nyingine hapo. Nibuka undi munsi ngaha nyene. Ilikuwa wakati mmoja. Hari umunsi umwe. Tumefikia kuondoka kwenda kanisa ingine. Harageze igihe bava hano baja ahandi. Tulipofikiria hivyo. Bamaze kwiyumvira gutyo. Sikujali msaada ambao nilikuwa naupata hapa. Ntabwo yiyumviriye ubufasha yaronka hano. Akina Francine walikuwa wametusaidia. Francine baradufashije. Akina Baprepeti walikuwa wametusaidia. Baprepeti bari badufashije. Lakini kwa sababu tulikuwa tunajisikia kufanya hivyo. Ariko kubera nariyumvire gukora. Hatukujali msaada wote. Tigeze twiyumvira ingene badufashije. Tunakwenda pasipo msaada wote. Ambao tunaona mbele zetu. Atana bufasha na bumwe tubona imbere yacu. Ndipo ilifika usiku mmoja. Hageze umunsi umwe. Nikaangalia maisha jinsi yalivyo. Ndaraba ubuzima ingene bumeze. Nikaanza kumwambia Mungu. Ntangura kubwira Imana. Kumbe. Birashoboka. Kugutumikia wewe. Gukorera wewe. Ni haya maisha. N'ubu buzima. Kuanzia leo. Kuva uno munsi. Nataka nibitoke. Ngomba ndabivemwo. Nilichukua hatua pasipo kufikiria. Narafashe ingingo narinze kwiyumvira.
kulikuwa semina hapa. Hariyo seminari hano. Asubuhi yake nikaja hapa. Gitondo ndaza. Nilipokuja kwenye semina hapa. Nje muri seminari nga. Mchungaji Magruare ndo aliyekuwa anafanyisha semina amemtuma. Umwungere Magruare niwe yari yamaze kurugera. Alikuwa mtumishi wa Mungu kutoka Uganda. Yari umukozi w'Imana avuye Uganda. Alikuwa hajui maisha yangu kabisa. Ntarazi ubuzima bwanje. Akaambia mchungaji Magruare alipomaliza kufundisha. Arabwira umwungere Magruare je kwigisha. Sema niletee yule. Arambwira ati mamagari rujya. Akanisimamisha kwenye kita akanitia. Aramagurutsa ashira hano imbere. Akasema ita na ule. Arambwira amagara nujya. Akatutia hapa kiasi ya watu 3. Ashira ngahara abantu 3. Akaniambia neno moja. Arambwira ijambo rimwe. Najua. Ndazi. Unavyofikiria. Ibyo uri kuriyumvira. Upo unasema ya kwamba unakwenda kuviacha. Uri kuravuga yuko ugiye kubiheba. Kama kumtumikia Mungu ni hivyo na unakwenda kuviacha. Gukorera Imana ari uko ndabihevye. Mungu anasema. Imana iravuze. Usiviache. Ubireke. Hallelujah. Amen. Hapo sioni mbele wala nyuma. Aho sinabona imbere sinabona. Sijue nitakula wala sintakula. Sinzi uko nza gufungura nuko ntafungura. Lakini anasema Mungu anasema usiviache. Imana iravuze ngo ntureke. Usiviache. Ntubivemo. Kuna kitu ambacho Mungu anakwenda kufanya. Ilikuwa mwezi wa 5. Ilikuwa mwezi wa 5. Akahari mu kwezi kwa 5. Akasema kuna kitu. Aravuga ngo hari kitu ambacho Mungu anakwenda kufanya mwezi wa 7. Mu kwezi kw'indwi. Nilikuwa sioni chochote mbele yangu. Sinabone kintu na kimwe mbele yangu. Na sione kitu kinaweza nisaidia. Kandi sinabona n'ikintu gishobora kufasha. Na sioni lolote la kufanya. Kandi sinabona ico nshoboye gukora. Nikashukuru Mungu. Ndashima Imana. Nilipofika nyumbani. Ashitse muhira. Ile mwezi wa 7 ulipofika. Ukwezi kw'indwi kugeze. Sijue mtu amempatia franga 6,000 mke wangu. Sinzi umuntu yahaye 6,000 mufasha. Zile faranga 6,000. Kama ari 6,000. Tumezikura miaka 6. Bayari ameza imyaka 6. Na roho iko baridi. Kandi umutima utuje. Hallelujah. Amen. Ndio maana. Ndio mpamvu. Ninapokumbuka. Iyo nibutse. Yale Mungu aliyonitendea. Siwezi chukua hatua hojo. Sishobora gufata ingingo ni siwezi chukua hatua hojo. Maana nimemuona Mungu. Kuko narabonye Imana. Musa akambia watu wake. Mose arabwira abantu kumbuka. Ngo inimwibuke. Mutakapofanyikiwa. Nimwaroranirwa. Na kujenga manyumba. No kubaka amazu. Na kula vizuri. No kurya neza. Msije mkasahau. Nimuze mwibagire. Yale ambayo Mungu ametenda. Ivy'Imana yabakoreye. Ndugu yangu usisahau. Nshuti yanje utakapokusudia kuchukua hatua. Ni washaka gufata ingingo. Usisahau yale ambayo Mungu ametenda. Niwibagire ivyiza Imana yagukoreye. Simama tuombe pamoja. Haguruka dusenge. Ili Mungu atusaidie. Ili kabla ya kuchukua hatua. Imbere yo gufata ingingo. Tuweze kukumbuka. Tushobore kwibuka. Maisha yetu jinsi yalivyokuwa. Uweze kuchukua hatua. Imbere yo gufata ingingo. Alivyotembea na Mungu. Ibuka ingene wagendanye n'Imana. Matendo ya Mungu. Ibuka ibikorwa by'Imana. Mu buzima bwawe. Ibuka ibikorwa by'Imana. Juu ya ujana wako. Yuko tayari. Kuweza kusaidia. Ariteguye kugukorera. Ariteguye kusimama pamoja na wewe. Yuko tayari. Ariteguye kusikilia kilio chako. Kumva amaborogo yawe. Ariteguye kukumbuka. Kwibuka. Naomba upanze sauti. Ndakeneye kuduza ijwi ryawe. Mwambie Mungu. Ubwire Imana. Aweze kukusaidia. Ashobore kugufasha. Kuwa na kumbukumbu katika maisha yako. Kuza uribuka. Uweze kuwa na kumbukumbu katika maisha yako. Uzuribuka mu buzima bwawe. Mfalme alikuwa anakusudia kusaini saini moja. Mfalme umwami hari hasigaye ko atera watu waweze kuangamia. Kugira abantu bashobore kufa. Lakini alipokumbuka Isoni. Ariko yibutse kandi. Akapata kuchukua hatua nzuri. Achafata ingingo. Naomba uwe na kuchukua hatua nzuri. Na wewe ufate ingingo. Na wewe ufate ingingo. Mipangilio ulio nayo. Mu migambo. Ndugu yangu badilisha. Sisi aje hindura. Badilisha. Hindura. Angalia vizuri. Yabaneza. Kumbuka. Ibuka. Tunakwenda kuomba Mungu. Reka dusenge Imana. Mungu aweze kusaidia. Kugira ngo Imana idufashe. Ili uweze kukumbuka. Kugira ngo dushobore matendo ambayo Mungu ameyafanya. Ibikorwa byiza Imana yakoze. Katika maisha yako. Mu buzima bwacu. Nataka upanze sauti. Ndakeneye kuduza Mungu. Bwira Imana. Nipe ukumbuka. Shoboza kwibuka. Kabla ya kuchukua hatua. Niba wafashe ingingo. Kabla ya kuchukua hatua. Mbele ya kufuata ingingo. Nikumbuke matendo yako. Nibuke ibikorwa kabla ya kuchukua hatua. Mbele ya kufuata ingingo. Nikumbuke uliyoyatenda. Nibuke Baba katika jina la Yesu. Tumesimama mbele zako. Ni wewe tu unayeweza kutusaidia. Ni wewe tu uliyetutendea mema. Ni wewe tu uliyetupigania. Ni wewe tu
dushoboze kwama twibuka ibikorwa byiza wakoze ku buzima bwacu, ulivyowaambia wana wa Israeli wawe na kumbukumbu katika maisha yao. Mungu, ninaombea watu wako hapa, kila mmoja aliye hapa awe na kumbukumbu katika maisha yake ku buzima bwacu, bizina rya Yesu Kristo. Dushoboze Mana, Baba, saidia watu wako waweze kusimama. Ni nyakati za kusimama, ni nyakati za kukumbuka, ni nyakati za kukumbuka, ni nyakati za kutembea pamoja na wewe. Ulivyotembea na wana wa Israeli, unaweza tembea pamoja nasi katika jina la Yesu. Ulivyosikia kilio chao, unaweza sikia kilio chetu. Ulivyowakumbuka, unaweza kutukumbuka leo. Nguriteguye kutwumva, turi hano Mana, turi hano bana bawe, reka wumve Mana gusenga kwacu, ni byinshi wakoranye natwe, twarakubonye udutabara, uweze kuwasaidia na kuwatendea mema kama ulivyotendea wana wa Israeli, wakapata kuona na kushuhudia makuu na maajabu ambayo Bwana uliyatenda. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Uhimidiwe na ubarikiwe, upewe sifa na utukufu kwa yale yote Mungu ambao umewatenda kwa siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ndabizi neza ko Yesu ankunda.